Leo tutaenda kuzungumzia kwa ajili ya swala ambalo linaongeleka sana, hususani kwa sisi tunaojiita Wakristo wanaomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hili swala nimewahi kulisikia likiongeleka kabisa, watu wanakiri midomoni mwao ya kwamba kanisa letu pekee ndilo kanisa la kweli, na kanisa letu pekee ndilo kanisa ambalo litakaloenda mbinguni, na kanisa letu ndilo linalo mafundisho kabisa ya kibibilia, na kanisa letu ndilo ambalo bado tu limesimama, lakini makanisa mengine yote yameanguka. Sasa kutokana na kile ambacho maandiko yamesema, leo nafikiri itakuwa ni majibu ya maswali ambayo huenda ulikuwa nayo na matamshi ambayo waga unatamka mdomoni mwako na kukanusha kwamba si kweli na sio sahihi, kutokana na kile ambacho maandiko yanasema. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo 16:17. Biblia inasema kwamba Yesu akajibu akamwambia, "Heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni." Heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Hili lilikuwa ni swali ambalo Bwana wetu Yesu Kristo aliuliza mitume wakati ambapo walipotoka kwenye mlima wa mageuzo. Akawauliza ya kwamba watu sema kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Ni kama vile naweza nikaja kwenye kanisa lako nikakuuliza ya kwamba shemasi wa hili kanisa ni nani. Ninalipeleka hivyo kwa sababu hata mtu yule wa tabaka la chini sana apate kunielewa. Sasa Yesu akawauliza mitume kwa sababu alitembea na wao, wakaona maishara, wakaona na maajabu. Yesu akawauliza, watu husema kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Kwa sababu walisikia ni wanadamu ambao walikuwa na masikio, walikuwa na majirani, walikuwa na marafiki, walikuwa na sehemu zao za kazi. Ni lazima wajue ama wasikie kile ambacho watu walikuwa wananena kumuhusu, na hatimaye walijibu kutokana kila mmoja na kile ambacho alikuwa akisikia watu wakikisema. Biblia inasema kwamba mitume walianza kujibu mmoja baada ya mwingine ya kwamba watu husema ya kwamba wewe ni mmoja wa manabii, wewe ni Elia, wewe ni Musa. Kama vile naweza nikaja kwenye kanisa lako na wewe pia nikakuuliza ya kwamba shemasi wa hili kanisa ni nani, alafu usijue kiundani sana kwamba shemasi wa kanisa ni nani, alafu utaanza tu kubashiri ukisema kwamba aweza kawa ni mtu fulani ama ni mtu fulani ama ni mtu fulani ambaye waga ninaona kila mara waga anachukua kapo la sadaka, anaweza kawa mtu fulani. Ndivyo walivyojibu na hawa mitume pia, wakisikia kutokana na vile ambavyo watu huwa wanasema. Sasa akawarudia wao mitume, sasa akawauliza, sasa kama watu wanasema kwamba mimi ni hivi na vile, sasa ninyi mitume munasema ya kwamba mimi ni nani? Bwana Yesu akawarudia mitume kwa sababu baada ya kusikia kile ambacho watu wanasema kumuhusu Yesu, ilibidi sasa Yesu na yeye pia awaulize na wao, kwa sababu huenda wale watu watakuwa wamepatia ama watakuwa wamekosea. Sasa akawauliza na wao mitume sasa ya kwamba, na ninyi mitume mwanisema ya kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Baada ya kusikia watu wanasema, ninyi munasema ya kwamba mimi ni nani? Katika wale watu ambao walisema ya kwamba wamoja husema ya kwamba na wengine husema ya kwamba, Biblia haikutuambia ya kwamba Petro alikuwa miongoni mwa hao watu. Munifuate vizuri. Biblia haikusema kwamba Petro alikuwa miongoni mwa wale watu ambao walisema kwamba wamoja wanasema wewe ni Elia, mmoja wa manabii, sijui mambo kama na hayo. Lakini wakati ambapo wote walikaa kimya, kukawepo na mmoja ambaye pekee aliyejibu kutokana na swali ambalo Yesu aliuliza. Huyo alikuwa ni Petro, na tukaambiwa jina lake kwa sababu hakulipata kwa akili zake. Biblia inasema hivi, Petro akamwambia Yesu ya kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
Sikia jibu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alimjibu. Yesu alimjibu akamwambia ya kwamba, kwa sababu gani Yesu ajibu hivi? Wale wengine wote ambao walijibu maswali yao, hakuambia kwamba eri ninyi. Kwa sababu gani? Majibu ambayo walioyatoa yote walikuwa wamekosea, lakini kuna mmoja ambaye alitoa jibu sahihi, na hili jibu ambalo huyu alilitoa Kristo akampambanua, kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu katika mwili, angeliweza kupambanua hata mawazo ya mwanadamu. Akampambanua hata Petro mwenyewe, kwa sababu hata Petro mwenyewe kimwili asingeliweza kujua utu wa Yesu Kristo. Akamwambiaje? Yesu akajibu akamwambia, eri wewe Simoni Bar Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Heri wewe. Kwa sababu gani mwili na damu havikukufunulia hili? Ina maana kwamba wale ambao walitoa yale majibu, wale waliyatoa kimwili na damu, ndio maana hawakupata ufunuo. Lakini huyu ambaye hakutoa jibu kutokana na mwili na damu, ambaye alitoa jibu kutokana na uongozi na ufunuo wa Roho Mtakatifu, Kristo akajua na kutambua ya kwamba huyu mtu haya maneno anayoyaongea kimwili hawezi akapata huu ufunuo, isipokuwa Baba yangu aliye juu mbinguni ndiye aliyemfunulia. Akamwambia, Yesu akajibu akamwambia, eri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Asa pointi ambayo niko nayo jioni ya leo ni kwamba watu wengi wanakiri midomoni mwao ya kwamba kanisa letu sisi ndilo kanisa la kweli, ndilo kanisa ambalo limesimamia misingi ya Biblia, ndilo kanisa ambalo Kristo akikuja leo atakuja kulichukua. Tazama, ndani ya hili kanisa kulikuwepo na watu wengi ambalo mchungaji wa hili kanisa alikuwa ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe, akiwauliza waumini wake maswali. Tuweke mfano kama vile wewe mchungaji leo ndani ya kanisa lako uulize waumini wako maswali, Bwana Yesu Kristo ni nani? Na kila mtu akujibu kwa njia yake. Kuwa kanisa moja haiyamaanisha kwamba nyote mnauelewa mmoja. Nataka mlipate hili kwa makini sana. Kuwa kanisa moja haijamaanisha kwamba ninyi nyote mnauelewa mmoja. Hapana kabisa. Hilo jambo litoe akilini mwako, na tamshi la kusema ya kwamba kanisa letu ama sisi, hilo tamshi nataka tokea leo kwa neema Mungu ulitoe kabisa mdomoni mwako. Na wewe mchungaji, tokea leo toa lile tamshi la waumini wangu, maana wale waumini wako haujui ni wapi wanakolala, haujui ni wapi wanakoshinda, haujui ni wapi, haujui ni marafiki gani ambao wanao tembea na wao. Kwa hivyo kwanza mchungaji ujiamini wewe mwenyewe, na kila muumini ajiamini yeye mwenyewe kanisani. Nasema hivi kwa nini? Kuenenda mbinguni sio swala la kundi nzima kwamba kanisa letu. Hapa ili tunaliona likiwa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, likiwa na waumini 12. Likiwa na waumini 12, Bwana Yesu akawauliza watu, usema kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Na wote walikuwa wakitembea na Yesu, wakila mafundisho ya Yesu Kristo popote alipoenenda Bwana wetu Yesu Kristo, na wao pia walikuwa popote alipoenenda. Lakini kwa miaka yote ile ambayo walitembea na Bwana wetu Yesu Kristo, wasijue ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Kama na vile wewe ndugu waweza ukawa ndani ya kanisa lako ambalo nakiri ya kwamba ndilo kanisa pekee ambalo litaenenda mbinguni, waweza ukawa humo hata kwa zaidi ya miaka 10 ndani ya hilo kanisa, na bado usijue ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Hilo jambo linawezekana vizuri sana. Amen. Kwa nini linawezekana? Kwa sababu tumepata ushuhuda wa kimaandiko hapa. Na hawa si kwamba hao walitembea na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, yaani walitembea na andiko lenyewe hawa watu, lakini wasijue ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Wao walikuwa wamesimamia kile ambacho watu wengine wanasema. Kama na wewe leo ndugu ambaye umo ndani ya kanisa na unasimamia kile ambacho watu wengine
wanasema hayo mambo yanawezekana. Kwa nini niseme hivi? Kwa sababu kuna watu ambao wamejoin makanisa kwa sababu ya waume zao. Kuna watu ambao wamejoin makanisa kwa sababu ya wake zao. Kuna watu ambao wamejoin makanisa kwa sababu ya wakubwa zao, ya wadogo zao, ya baba zao ama mama zao, walishawishika wakaingia ndani ya hilo kanisa, lakini hawajui ni nini kilichowafanya waingie ndani ya hilo kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini niseme hivi? Kwa sababu ili upate kuingia ndani ya kanisa fulani, yabidi kwanza uwe na ufunuo wa hilo kanisa, ya kwamba je, limesimama kwenye misingi halisi ya neno la Mungu, ama je, limesimama kwenye misingi halisi ya neno la Mungu, ama halijasimama kwenye misingi halisi ya neno la Mungu. Na watu wengi leo wanaangamia kwa sababu gani? Walishawishiwa, ni kanisa ya baba, ni kanisa ya mama, ni kanisa ya shangazi yangu, ni kanisa ya kaka yangu, ni kanisa ya mdogo wangu, kwa hivyo kujeni tuingie ndani ya hili kanisa. Lakini wewe binafsi haujawahi hata siku moja kupata kufunuliwa ya kwamba hili kanisa nikifumba macho leo Mungu atanichukua ndani ya hili kanisa. Bwana tusaidie sana. Hapa tunaona kwamba alikuwa ni mtu mmoja ambaye aliyepata ufunuo wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Biblia inasema kwamba hivi, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata milango ya kuzimu haitalishinda kama hilo kanisa. Kwa hiyo huu ulikuwa ni ufunuo wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Ina maana kwamba kanisa la kweli limejengwa juu ya ufunuo wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Lakini makanisa mengi leo yamejengwa juu ya elimu ya binadamu, na ndio maana haya makanisa haya hayana matunda, hayana mazao yoyote. Kwa sababu gani? Yamejengwa juu ya mawazo ya wanadamu. Na tumekuwa na makanisa mengi sana ulimwenguni leo. Tuna makanisa, tukianza kuyahesabu hapa, ni makanisa zaidi ya mamilioni, ambayo na mengine hata leo wakati huu, hata muda huu ambao nao uongea hapa, makanisa mengine yanazaliwa mahali ambapo mimi sijui, na wewe ndugu mtazamaji haujui. Lakini je, yanapoanzishwa hivyo, hayo makanisa yote yataenda mbinguni? Na yote yanasema jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na mengine yanapinga jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini je, haya makanisa yote yataenda mbinguni? Jibu langu ni kwamba hapana. Mbinguni kutaenenda mtu binafsi aliyepata ufunuo wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani, kama jinsi ndugu yetu Petro alivyopata ufunuo wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Na ndio maana Yesu akareply akasema ya kwamba eri wewe, sikia, anasema eri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Yaani yule aliyefunuliwa siri ya kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani na baba yake ya Bwana wetu Yesu Kristo aliye mbinguni, huyo ndio mwili wa siri wa Bwana wetu Yesu Kristo, na huyo ndiye atakayenyakuliwa. Kunyakuliwa hata tuweza tukawa ndani ya kanisa moja tukawa watu 1000, lakini si kwamba eti sote ndio tutakao enenda mbinguni. Ni uongo wa ndugu, huo ni uongo. Na nikiwaambia ya kwamba jinsi tulivyo, kama tuko watu 1000 ndani ya kanisa moja, ndivyo tutakavyoenda mbinguni, huo ni uongo. Mbinguni ndani ya hilo kanisa la watu 1000 kwa uweze kukapatikana mtu huyo mmoja aliyejaliwa kujua siri ya kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni nani.